Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Hii leo tunatupia jicho tena Tanzania baada ya uchaguzi. Makundi ya kibinadamu yairai serikali kuheshimu uhuru wa kukusanyika. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limeitaka serikali ya Tanzania kuachilia mara moja bila masharti watu wote waliokamatwa kwa kushiriki maandamano ya amani siku ya uchaguzi. Kupitia taarifa yake kwa vyombo vya habari, shirika hilo limeisihi serikali ya Tanzania kuheshimu na kulinda haki ya wananchi ya kukusanyika kwa amani na kuachia huru wale wote waliokamatwa kwa sababu ya kutumia haki yao ya kikatiba. Naibu mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika wa Amnesty International Vongai Chanda amesema mamlaka lazima zisitishe mara moja vitendo vya kukandamiza maandamano na badala yake ziheshimu, zilinde na kuwezesha haki ya kukusanyika kwa amani. Shirika hilo limelaani serikali ya Tanzania kwa mauaji yasiyo halali, kamata ya kiholela na ukandamizaji unaoendelea wa maandamano baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Shirika hilo pia limekosoa hatua ya serikali kuzima mtandao, likisema hili linatumika kunyamazisha sauti za wapinzani na kuzuia ushahidi wa ukiukaji wa haki za binadamu. Shirika la kimataifa linalofuatilia hali ya njaa duniani limethibitisha kuwepo kwa hali ya njaa kali katika mji wa El Fasher nchini Sudan uliotekwa na jeshi la wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF baada ya mzingiro wa muda mrefu, pamoja na Kadugli, mji mwingine uliokuwa chini ya mzingiro katika kusini mwa Sudan. Uthibitisho huu ni mara ya kwanza kwa mfumo wa kimataifa wa kutathmini hali ya usalama wa chakula unaoungwa mkono na Umoja Mataifa kubaini kwamba miji hiyo haina chakula. Awali hali hiyo iliripotiwa kwenye kambi ya wakimbizi wa ndani huko El Fasher. Vita vilivyoanza takriban miaka 2.5 iliyopita kati ya RSF na jeshi la taifa la Sudan vimesababisha kuenea kwa njaa na utapiamlo kote Sudan, pamoja na mamilioni ya watu kukimbia makazi yao, sawa na kuzuka kwa vurugu za kikabila katika eneo la Darfur na hasa mji wa El Fasher. Watu wengi nchini Nigeria, wakiwemo wanadiplomasia, mawakili na mashirika ya kikanda, wamelaani tishio la rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uwezekano wa kuivamia kijeshi Nigeria kwa kuwepo na mauaji ya kimbari dhidi ya Wakristo. Wanadiplomasia waliozungumza na gazeti la Daily Trust wamesema hawakubaliani na hatua yoyote ya kijeshi kutoka Marekani, lakini wakaitaka serikali ya shirikisho kuchukua hatua za dhati kukomesha hali ya ukosefu wa usalama nchini humo. Aidha, walimhimiza Rais Bola Tinubu kuteua mabalozi haraka ili kuimarisha uwakilishi wa Nigeria kimataifa. Msemaji wa Rais Tinubu amesema rais huyo tayari aliwaelezea wakuu wapya wa majeshi siku ya Alhamis kile ambacho raia wa Nigeria wanatarajia kutoka kwao. Kiongozi wa kijeshi nchini Guinea, Mamadi Doumbouya, amewasilisha jina lake kugombea urais wa hapo Disemba 28. Kiongozi huyo huenda akapata idhini kuongoza nchi yake kwa miaka 5 zaidi. Doumbouya aliahidi kutowania urais baada ya kutoa madaraka. Hata hivyo, katiba mpya iliyoungwa mkono na jeshi la Guinea ilimpa nafasi kuwania uongozi wa taifa.
Sheria mpya inatoa mwongozo wa wagombea urais ambapo umri wao lazima uwe kati ya miaka 40 hadi 80. Kipengee hiki kinawazuia wanasiasa mashuhuri kuwania urais, akiwemo rais aliyeondolewa madarakani Alpha Conde na waziri mkuu Silo Diallo, wote wakiwa wanaishi uhamishoni na wanazidi miaka 80. Wagombea wa sasa ni pamoja na waziri mkuu wa zamani Lansana Koyet na waziri wa zamani wa mambo ya nje Hadija Makale Kamara. Kiwango cha mfumuko wa bei cha kila mwaka nchini Sudan kinaweza kupungua kwa nusu kufikia mwisho wa mwaka 2025. Hii ni kutokana na uthabiti wa sarafu ya ndani unaoungwa mkono na bei ya juu ya dhahabu, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la viwanda la Zimbabwe. Kwa mujibu wa CZI, mfumuko wa bei wa kila mwaka unaopimiwa kwa sarafu ya Zimbabwe Gold ZiG uliporomoka hadi 32.7 mwezi Oktoba kutoka 82.7 mwezi Septemba. Shirika hilo linatarajia kiwango hicho kitaendelea kushuka na huenda kikafikia kati ya 15% hadi 20% kufikia Disemba mwaka 2025. Na shukran sana Ng'endo, na moja kwa moja tunaingia nchini Tanzania ambapo mashirika ya kibinadamu yamelalamikia utawala wa nchi kwa mauaji ya raia walioandamana kupinga uchaguzi wa mnamo Oktoba 29. Shirika la Human Rights Watch limetaka mamlaka za Tanzania kuachia huru watu wote waliokamatwa kwa kuandamana na kusema walitekeleza haki yao ya kikatiba. Human Rights Watch aidha imelaani kamata inayoendelea pamoja na udhibiti wa huduma za mitandao, ikisema serikali inazuia ushahidi wa ukiukaji wa haki za kibinadamu. Awali nilizungumza na afisa wa shirika la Human Rights Watch Alan Ngare, mchunguzi wa haki za binadamu Afrika Kusini. Tega sikio. Bwana Alan, ripoti yenu imeeleza kwamba mamia ya raia wameuawa kufuatia maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi. Ni nini hasa kilichofichuliwa na timu yenu kuhusu namna serikali ya Tanzania ilivyoshughulikia maandamano hayo, na mna uhakika upi na taarifa hizi ikizingatiwa kwamba nchi ilikuwa kwenye lockdown na internet ilikuwa imezimwa? Ripoti ya Human Rights Watch inaeleza kwamba serikali na vyombo vya usalama nchini Tanzania vilishughulikia maandamano ya kupinga matokeo kwa kutumia nguvu kubwa. Kwa mfano, nguvu hizo ziliwamo matumizi ya risasi za moja kwa moja pamoja na gesi ya machozi ili kuwatawanya waandamanaji. Pia, interneti ilizimwa na kulazimishwa lockdown katika sehemu mbalimbali. Mji wa Dar es Salaam pamoja na maeneo mengine, wakazi waliamriwa kukaa nyumbani, duka na benki kuathirika. Kuhusu uhakika wa taarifa, Human Rights Watch inasema haijathibitisha idadi rasmi ya waliokufa kama madai ya zaidi ya watu 1,000, lakini inathibitisha vyanzo mbalimbali ripoti za vifo, na inaonya kwamba kitendo cha serikali kuzimisha vyombo vya habari na kuvuruga mawasiliano kinaathiri ukaguzi wa madai hayo. Kumekuwa na madai kwamba vyombo vya usalama vilitumia nguvu kupita kiasi, ikiwemo risasi za moto dhidi ya raia waliokuwa wakiandamana. Kwa mujibu wa utafiti wenu, hatua kama hizi ni jitihada za kudumisha utulivu wa kitaifa au ni ukiukaji wa moja kwa moja wa haki za kibinadamu? Kuzimwa kwa mitandao ya kijamii na kuzuia au kuhujumu vyombo vya habari wakati wa uchaguzi kunaharibu uhalali wa demokrasia na kuwanyima wananchi uwezo wa kuchagua na kushiriki kikamilifu. Human Rights Watch inasema kwamba serikali ilizima interneti, ilizuia mawasiliano na kupunguza uhuru wa vyombo vya habari, hali ambayo inaathiri uamuaji na upigaji kura na uwajibikaji wa serikali. Kwa mfano, Human Rights Watch inaonyesha kwamba upatikanaji wa taarifa na uhuru wa kuandika kuhusu matukio haya ulikuwa umeingia hatarini, jambo ambalo lina maana ya kwamba uchaguzi haukufanyika katika mazingira ya uwazi na asilimia sawa ya ushirika wa kisiasa. Ripoti yenu pia imegusia kuzimwa kwa mitandao na kudhibiti vyombo vya habari. Hili limekuwa jambo la kawaida katika baadhi ya chaguzi barani Afrika. Kwa mtazamo wa shirika lenu la Human Rights Watch, kuzima interneti wakati wa uchaguzi kunadhoofisha vipi uhalali wa demokrasia na uwajibikaji wa serikali iliyo madarakani kwa wananchi? Kwa upande wa serikali ya Tanzania, kutokukubali au kupinga madai ya mauaji
pamoja na kuzima au kuzuia uchunguzi wa hali ilivyo, kunaashiria ukosefu wa uwazi na uwajibikaji katika utawala. Human Rights Watch inasisitiza kwamba hatua za kutokuchunguza vyombo vya usalama na kutoa huru wananchi kujieleza huongeza hatari na ukiukaji wa haki bila kuwa na fidia kwa waathiriwa. Kwa mustakabali wa haki za binadamu nchini Tanzania, baada ya uchunguzi huu, Human Rights Watch inaonya kwamba ikiwa serikali haitachukua hatua ya kuendesha uchunguzi huru, kujenga uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kuandamana na kuhakikisha uchaguzi huru na haki katika siku zijazo, basi hatari ya kuendelea kwa ukandamizaji na udhibiti wa kisiasa utaongezeka. Serikali ya Tanzania imekanusha madai ya mauaji, huku baadhi ya nchi jirani ikiwemo Kenya zikilaumiwa kuchochea maandamano au kuingilia masuala ya ndani. Kwa mtazamo wa shirika lenu, hali kama hii inadhihirisha nini kuhusu ukosefu wa uwazi na utawala, na mnaona mustakabali wa haki za binadamu nchini Tanzania ukoje baada ya uchaguzi huu wenye utata? Kulingana na utafiti wa Human Rights Watch, hatua kama kutumia risasi, gesi ya machozi na nguvu mingine kupita kiasi dhidi ya raia waliokuwa wakiandamana hazionyeshi jitihada tu za kudumisha utulivu wa kitaifa, bali zinaelezwa kuwa ukiukaji wa haki za binadamu. Human Rights Watch inasema kwamba serikali ina haki ya kulinda usalama, lakini lazima iendelee kuheshimu haki za kuandamana kwa amani na kuheshimu sheria za kimataifa kuhusu matumizi ya nguvu. Kwa hivyo, hatua hizo zinachukuliwa kama ukiukaji wa haki ya kukusanyika kwa amani, haki ya kujieleza na haki ya kupata taarifa. Naam, asante sana Alan Ngare kwa mazungumzo haya muhimu. Ni wazi kuwa masuala ya demokrasia, uwazi na uwajibikaji bado ni changamoto kubwa katika bara la Afrika, hasa wakati wa uchaguzi. Wakati huo huo, msikilizaji, tunakufahamisha kwamba serikali ya Tanzania imeendelea kutetea hatua ambazo imezichukua hasa kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi. Serikali nchini Tanzania imesisitiza kwamba ilifuata kanuni na sheria zote ambazo zinatakikana kuhusiana na uchaguzi kabla na hata sasa za kumwapisha Rais Samia Suluhu Hassan. Ila mamlaka zinapokosa kusikiliza sauti za wananchi, ndipo tunapoona machafuko na ukosefu wa imani kwa taasisi za serikali. Ndani ya Tanzania, mamlaka za nchi zimelalamikia kile zinasema ni baadhi ya raia wa nchi jirani ambao zinasema walichochea vurugu Tanzania. Hata hivyo, wanaharakati ndani na nje ya Tanzania wamepiga kauli hiyo na kusema ni raia wa Tanzania wanaotaka mabadiliko ambayo walipinga uchaguzi wa mwaka huu ambao wanautaja kuwa gushi. Aidha, huduma za mitandao zingali zinadhibitiwa na mamlaka za Tanzania. Wakati huo huo, viongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu na John Heche wanazuiliwa korokoroni kwa makosa ya jinai na kuchochea vurugu. Wadadisi wa kisiasa wameonya matukio Tanzania bara yanahujumu umoja wa kitaifa na mshikamano ambao umekuwepo nchini humo tangu uhuru wake. Mwenzangu Silvanas Karemera amezungumza na mwandishi wa habari Veronica Natalis akiwa pale Arusha. Kinachoendelea sasa hivi ni kwamba maisha yameanza kufunguka taratibu, kwa sababu kulikuwa hakuna vyombo vya usafiri vya umma kutokana na kukosa mafuta. Kwenye vituo vya mafuta vilikuwa vimefungwa, lakini sasa hivi naona kwamba vituo vimeanza kufunguliwa, lakini viko chini ya ulinzi wa wanajeshi. Kwa hiyo kuna foleni kubwa sana kwenye vituo vya mafuta, watu wanakwenda kuchukua mafuta, hasa hivi vyombo vya usafiri vya umma kama vile tunaita huku daladala, mahaisi pamoja na pikipiki, bodaboda hizi. Kwa wanajeshi wanasimama pale kwa ajili ya kuhakikisha usalama. Hofu yao ni kwamba vijana wengi wanachukua mafuta kwa ajili ya kwenda kufanya uharibifu wa kuchoma maeneo mbalimbali. Kwa ndio maana kuna uangalizi mkubwa. Lakini baadhi ya biashara kama maduka yamefunguliwa pia. Wafanya biashara wa masokoni, wanauza vibanda vya chipsi na vitu vingine, naona vinaanza kurudi katika hali ya kawaida. Ambacho tu kinaonekana bado hakijakaa katika mstari ni kwamba nauli za usafiri zimekuwa za juu sana, kwa sababu madereva wanasema kwamba wananunua mafuta kwa bei ya juu, lakini vile vile ni foleni kubwa. Kwa hiyo bado nauli za usafiri ziko kwa kiwango cha juu.
lakini pia kuna watu ambao wana hofu tu binafsi, japo serikali toka jana Samia alivyotoa hotuba yake akawa amewaagiza wakuu wa mikoa na wilaya kwamba maisha yarudi kama kawaida kwenye maeneo ya watu. Kwa hiyo ndio tukaona kwamba mtandao umefunguliwa japo hauna nguvu sana, na tukaona kwamba watu sasa wanaruhusiwa kuanza kwenda katika maeneo mbalimbali hata mashuleni. Lakini sasa watu wengine wana hofu tu binafsi. Yaani unakuta kwamba ana duka lake lakini anaogopa tu kwenda kufungua, anasema isije katokea fujo ya ghafla bwana. Kwa kidogo watu wanasita kidogo, lakini wengine wanakwenda. Nimejaribu kuulizia pia baadhi ya walimu wa shule za msingi na sekondari ambao nafahamiana nao, kuuliza kama wamerejea shuleni. Wanasema japo kuna matangazo ya kurudi shule, lakini wanafunzi wengi leo hawajakwenda shuleni. Naam, kuhusu hilo la wasiwasi wa vyombo vya usalama, mathalan ni wanajeshi, kuogopa kwamba labda vijana wanaweza kununua mafuta na kuweza kufanya uhalifu. Tumesikia jana kwenye hotuba ya rais kwamba kwa namna moja ama nyingine akijaribu kusota kidole kwamba vijana waliofanya uhalifu wanatoka katika nchi jirani ambayo hata hivyo hakuitaja. Inakuwaje sasa baada ya uchaguzi na baada ya maisha kuanza kurejea, kidogo wewe na wasiwasi, kwa sababu ina maana vijana kutoka hizo nchi za nje bado wako Tanzania, ama hilo unazungumziaje? Kwa upande wangu mimi, kwa uzoefu nilionao toka tarehe 29 siku ya kupiga kura mpaka leo, kwa sababu mimi pia nilikuwa barabarani kwa ajili ya kukusanya habari na kuripoti, sikuweza kushuhudia. Yani kwa mfano raia wa kigeni tunamgundua anapozungumza, unaona lafudhi yake, unajua kwamba huyu labda ni raia wa kigeni ama sio. Binafsi mimi kutokana na sauti ambazo nilikuwa nazisikia za watu waandamanaji, sikusikia kitu chochote ambacho kinaashiria kwamba labda kuna raia wa kigeni ama mtu ambaye sio Mtanzania. Lakini tunao marafiki, tunao majirani ambao wanatupa shuhuda zao kwamba kuna ndugu zao wamepigwa risasi, wamefariki. Kuna ndugu zao ambao walikwenda labda kwenye maandamano hawaonekani. Tunao watu ambao tunawafahamu kabisa ambao wanashuhudia. Kwa mfano kuna dereva wa bodaboda mmoja yuko Mwanza, ni dereva wangu mimi, ameniambia kwamba alikuwa na abiria anampeleka mjini, lakini huyo abiria akapigwa risasi akafariki akiwa anamshuhudia. Kwa hiyo taarifa za kwamba waliofariki sio wa Tanzania nashindwa kuzithibitisha. Hili ni jambo ambalo kwa kweli wengi hawakulitegemea kwamba uchaguzi mkuu katika historia ya Tanzania useme kuwa na mizengo ya namna hii. Labda kwa kudodosa wananchi wanalizungumziaje hilo kwamba sasa Tanzania ni kama inaelekea kuwa katika mataifa ambayo tumeyazoea yakiwa na vurugu katika uchaguzi baada ya uchaguzi? Kwa kweli kama unavyosema kwamba hiki kitu imekuwa cha kushtukiza, yani cha kushangaza. Hakuna aliamini kwamba inaweza ikatokea kama ilivyotokea, kwa sababu hata siku ya kupiga kura yenyewe ilianza kwa utulivu sana. Hakukuwa na watu barabarani, vituo vya kupiga kura vilikuwa na watu wachache. Mimi binafsi nilipita katika baadhi ya vituo Arusha na vingine vilikuwa havina kabisa wapiga kura, zaidi ya wasimamizi pamoja na maaskari wa polisi. Lakini mida ya mchana kuanzia saa 6 ndipo ambapo mambo yalianza na kila mtu alishangaa kabisa kilichotokea. Kwa hiyo wachambuzi baadhi ambao nimepata nafasi ya kuzungumza nao wanasema kwamba pengine huu ndio mwanzo wa vijana, kama tunavyoona katika mataifa mbalimbali Afrika. Sasa hivi vijana wanakuwa na ile hamasa kubwa sana ya kutaka mabadiliko katika nchi zao, na wanaona kwamba kwa kuwa hakuna sauti ya wananchi inayosikika, kwa sababu mifumo mingi ya uongozi katika nchi za Afrika ni kwamba serikali ndio madarakani, chama kilicho madarakani ndio kinaweza kufanya maamuzi yote yanayohusu nchi na raia. Sasa vijana ndio wanaona kwamba sasa wanaweza wakatumia njia za kikatiba, kwa mfano za maandamano, kwa ajili ya kuweza kushinikiza vile ambavyo wanaviona kwamba sio haki viweze kutokea katika mataifa yao. Tanzania sasa hivi kila mmoja anashangaa. Yani kila mmoja anashangaa kilichotokea na haamini kabisa kama hicho ndio kimetokea. Kwa baadhi ya watu wanasema kwamba pengine sasa vijana wa Tanzania wameshaona kwamba kuna namna wanaweza wakafanya na ikafanikiwa, japo safari hii lengo lao halikuweza kufanikiwa, lakini wameona kwamba ni mwanzo mzuri ambao wanaweza kutumia hiyo njia kwa ajili ya kushinikiza mabadiliko ya kisera, kikatiba, kisheria na mambo mengine mengi ambayo wanaona kwamba wao hayako sawa katika utawala. Labda tukielekea mwisho, na katika dodoso zako, pengine tunajua kuna watu wamepiga risasi kama ulivyosema, ama labda kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia. Je, kuna shughuli zozote za mazishi pengine kwa wale ambao wamepoteza ndugu zao katika mazishi, pengine kwa upande wa Arusha, labda katika upande mwingine ambao labda umeweza kudodosa na kuweza kujua? Ndiyo, kuna rafiki yangu mmoja ameniambia kuna eneo inaitwa Ngaramtoni, mtaani kwao kuna misiba miwili ya vijana. Alafu kuna watu wengine ambao ni nje ya Arusha wameniambia kwamba wanaelekea misibani kwa ajili ya hilo. Watu wengine wanasema ndugu zao wamepotea, hawaoni miili. Yani hawana uhakika kama wamefariki ama hawajafariki, lakini hawapo na miili haionekani na hauwezi kuwatafuta sehemu yoyote. Zipo familia, wapo ndugu, wapo marafiki, wapo jamaa ambao wanatafuta ndugu zao mpaka sasa hawapatikani, na wapo ambao wameshawapata miili wanayo na wanaendelea shughuli za mazishi. Bila shaka huyo amekuwa ni Silvanus Karemera
akiwa na mahojiano naye mwanahabari Veronica Natalis akiwa kule Arusha, Tanzania. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Jina langu ni Ann Ngugi na leo tupo tukiangalia mustakabali wa Tanzania baada ya vurugu za baada ya uchaguzi. Naona wengi mnajiunga na idhaa hii ya Kiswahili ya Afrika, nikiendelea kukushinikiza lakini kwa upole, lakini pia kwa kukusukuma karibu na sisi utoe maoni yako kuhusu masuala ambayo tunayajadili leo, hususan uchaguzi nchini Tanzania. Umeuonaje? Na je, inazungumza nini kuhusu mustakabali mzima wa uchaguzi katika nchi za bara letu? Haya basi, uwanjani kwako msikilizaji. Tukisonga mbele ni kwamba kwa miongo mingi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeonekana kama kioo cha Afrika. Hii ni kutokana na utulivu, umoja na mshikamano ambao umeshuhudiwa kwa taifa hilo. Muasisi wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliweka maanani ujamaa na lugha moja kuliunganisha taifa. Hata hivyo, matukio ya karibuni yameweka doa ndoto ya baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alitaka Tanzania kuwa kivutio cha utawala bora na amani. Awamu ya 6 Tanzania imeanza kwa maombolezo ya mamia ya raia wa Tanzania waliouawa kwa kuandamana kushinikiza mageuzi na utawala bora. Wengine wamekata tamaa ya maisha baada ya kupoteza mali ya mamilioni ya fedha. Upi mustakabali wa Tanzania? Tupate tathmini ya mchambuzi wa masuala ya Afrika akiwa kule Tanzania, Gwadume Mwakatobe. Na hali ya kisiasa nchini kwa kweli mahali tulipofikia panashangaza sana. Lakini pia japo si matukio ambayo hayakutarajiwa, kwa sababu kuelekea katika uchaguzi wa 2025 kulionyesha dalili za ukosefu mkubwa wa haki, kulionyesha dalili za utekwaji wa watu wale wanaokosoa chama, wanaokosoa viongozi wa serikali wa juu kwa jinsi wanavyotenda mambo yao wanavyokwenda. Na hata ndani ya chama tawala cha CCM walioibuka kujaribu kukosoa yale ambayo yanatokea au kuonya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaotendeka hapa nchini bila kuchukuliwa hatua yoyote, bila kufanyika upelelezi, hasa yale yanahusiana na wanasiasa na mauaji ya kutisha yaliyotokea. Kwa hiyo tulipofika uchaguzi ilielekea ni matokeo ya ukandamizaji. Tumefika kilele cha ukandamizaji, ukiukwaji wa haki za binadamu, kwa sababu hata uchaguzi wenyewe tunaosema kwa kweli sio uchaguzi. Mimi nasema ni uchukuaji vyeo. Wana CCM walikuwa wanachukua vyeo tu, kwa sababu taguana kwenye kura za maoni kwenye chama chao ni kama walimaliza kila kitu. Hapa ni kuchukua tu. Nasema hivyo kwa sababu hakuwa na ushindani. Wala ambao tulitarajia wangekuwa na ushindani mkubwa au wako ndani au vyao vimezuiwa. Ila wako ndani au vyama vyao vimezuiwa au wenyewe wamezuiwa. Kwa hiyo haukuwepo uchaguzi wowote unaokuwa hauna ushindani, hauna watu mbadala makini na wenye nguvu wa kushindana nao. Huo ni uchaguzi. Wengine hawa wadhaifu ni kama wanasidikiza. Sijui kama Karemere mwahi kuona chama chochote kinamuomba anayeshindana naye amsaidie hata mafuta ya kuweka kwenye gari. Kwa tulikuwa na vyama dhaifu ambavyo havijulikani popote, havina matawi. Ndio alikuwa anataka ili aweze kupita, mimi nasema bila ushindani. Na kusema ukweli naweza kusema pasipo ushindani, pasipo watu mbadala, hakuna uchaguzi. Asante Bwana Mwakatobe. Sasa katika hilo la haki za binadamu, ni unadhani kwa tathmini yako ya haraka, unadhani ni athari gani zitapatikana kutokana na watu kuwazuia kufanya kampeni kama ulivyosema, kutokana na hali hiyo ya ukandamizaji na kukosa sauti mbadala katika uchaguzi huu? Niseme ukweli, kwa athari zimekwisha kujitokeza tayari. Athari zimekuja kujitokeza. Ila tu ni kwamba sasa taifa tunalolijenga, tunajenga taifa la kidikteta, taifa la kikatili. Lakini athari zimekuja kutokeza tayari, kwa sababu watu wameuawa, watu hata walikuwa na nimono wamepigwa risasi,
mambo ambayo pia yalikuwa yanafanyika kama nilivyosema, hawanzi sasa. Nakumbuka awamu ya alipiga marufuku kufanya siasa, isipokuwa aliruhusu kufanya chaguzi. Hata Tundu Lissu alishindana na rais wa awamu ya 5 Magufuli, alifanya siasa kama kawaida. Aliyekuja amefanya vibaya zaidi, amepiga marufuku na vyama ambavyo anaona vinashindana mkubwa visifanye siasa, pamoja na kwamba Chadema kilisema hakitashiriki uchaguzi, lakini walipigwa marufuku hata kufanya siasa. Viongozi wao wako ndani, wengine wameuawa. Kwa athari tumeishaziona tayari. Huko mbele tunakoenda, tunajenga taifa ambalo ni la kikatili, taifa la kidikteta, lakini pia linabomoa kabisa sifa pamoja na jinsi ambavyo Tanzania ilikuwa mfano wa mataifa mengine. Sasa katika hali kama hiyo, wakati ambapo tumeshuhudia ukosoaji wa kimataifa, mashirika ya kutetea haki za binadamu, tumeona hili shirika la Mo Ibrahim, tumeona Amnesty International na mashirika mengine, unatathmini namna gani miaka 5 ya awamu hii mpya ambayo sasa serikali ya Tanzania imeingia? Kwanza tunashukuru kwamba vyombo vya kimataifa vinapaza sauti. Tunaona sisi kwetu ni faraja. Lakini kusema ukweli, mustakabali wa taifa letu utategemea maridhiano, utategemea jinsi ambavyo sisi wenyewe tunajipanga upya kama taifa, sio kuendekeza chama tawala au serikali kuwa na nguvu ya wananchi au kutumia majeshi, kwa sababu mimi ninavyofahamu hakuna bunduki, hakuna bomu, wala hakuna silaha ambayo inaweza ikazima madai ya haki ya watu, isipokuwa maelewano, mazungumzo, kukaa meza moja. Asante sana Bwana Mwakatobe, tunakushukuru kwa muda wako kwa kuzungumza nasi idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Moja kwa moja tunakutakia wakati mwema. Asante sana Kalemera, lakini ni kwamba hapa nilipo tumepigwa na butwa, tuna maombolezo. Bila shaka shukran sana Gwadume Mwakatobe. Naamini kwamba sehemu ya pili ya uchambuzi kuhusiana na uchaguzi nchini Tanzania utakuwepo hiyo kesho katika matangazo yetu. Kwa hiyo usikose sehemu ya pili tutakapojiunga tena na mchambuzi Gwadume Mwakatobe. Msikilizaji, wajua kwamba demokrasia katika mataifa mengi ya bara Afrika inazidi kubinywa. Idhibati ni ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu unaozidi kushuhudiwa. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anauliza ni nani atakayemfunga paka kengele kufahamu yanayojiri kwa panya waliomo kwenye hatari. Tega sikio. Zamani za kale kulikuwa na kundi la panya waliokuwa wakiishi kwa hofu kubwa kwa sababu paka mmoja mwenye njaa na hila aliwatesa usiku na mchana. Panya walifanya kikao cha dharura na mmoja wao akapendekeza wazo zuri: tufunge kengele shingoni mwa paka ili tukisikia sauti yake tujikinge mapema. Wote wakapiga makofi, lakini wakati wa kuuliza ni nani atenda kumfunga kengele paka, ukatanda ukimya. Hakuna aliyekuwa tayari kujitolea, wote wakiogopa kifo. Hivyo ndivyo ilivyo barani Afrika leo, lililojaa viongozi waliovunja viapo vyao vya uongozi, waliogeuza madaraka kwa urithi wa kifamilia na wanaotumia silaha badala ya sheria kuendesha mataifa, wanaotesa, wanaotekeleza mauaji, wanaowakamata na kuwanyamazisha wapinzani, lakini hakuna anayeinuka kuwasema hadharani. Wote wanaogopa paka wa siasa za Afrika. Tazama Sudan, ambako Hamdan Hemeti na wapiganaji wake wamegeuza taifa lilokuwa na matumaini kwa uwanja wa mauaji na uharibifu. Mamia ya raia wameangamizwa, miji imeharibiwa na dunia imebaki kutazama kana kwamba damu ya Waafrika haina uzito. Kongo Mashariki, damu bado inatiririka. Maelfu wamepoteza makazi na matumaini, huku viongozi wakicheka kwenye mikutano ya kimataifa wakivalia suti za bei ghali. Afrika ya Kati nayo haiko salama. Mauaji, mapinduzi, utekaji yamekuwa mzunguko wa kawaida. Na kisha tunapogeukia Tanzania, tuliona katika uchaguzi uliopita jinsi upinzani ulivyokandamizwa, viongozi waliotiwa mbaroni na kimya cha maksudi kutoka kwa taasisi za Afrika kilitawala. Nchini Cameroon, Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 amejirejelea madarakani kupitia uchaguzi uliojaa utata, vurugu na uoga. Hata leo raia wake wanalia gizani, wakinyamazishwa na hofu, ilhali Umoja wa Afrika na jumuiya za kikanda zinakaa kimya kama panya
waliohofia kufungwa kwa kengele. Swali linasalia, nani atawajibisha viongozi hawa? Wako wapi wale waliokuwa sauti ya ukombozi barani Afrika? Wako wapi viongozi kama Raila Odinga waliokuwa wakiongea bila uoga dhidi ya uonevu na dhulma? Sauti hizo sasa zimenyamazishwa na urafiki wa kisiasa, vyeo vya kidiplomasia na hofu ya kupoteza ushawishi. Leo viongozi wa Afrika wamekuwa kama wanachama wa kilabu kimoja cha kubembelezana. Wakati mmoja akifanya makosa, wengine wanamwangalia kwa jicho la upole wakisema, kesho inaweza kuwa zamu yangu. Huu ni ushirika wa kimya unaolinda dhulma na kukandamiza haki. Afrika inahitaji tena sauti ya ukombozi, si sauti za kutaka vyeo, bali sauti za kuamsha dhamira ya bara hili. Inahitaji viongozi watakaothubutu kumfunga kengele paka, hata kama watapoteza urafiki, heshima au hata uhuru wao. Kwa sababu bila ujasiri wa kusema hapana kwa mabavu, Afrika itaendelea kuwa bara la damu na machozi. Ni wakati sasa wa kuondoa uoga, ni wakati wa kuamsha dhamiri, kwa sababu kama panya walivyogundua, kengele haitojifunga yenyewe, lazima mtu ajitokeze. Na sasa tuangalie neno la siku. Neno tetesi linamaanisha habari, mazungumzo au madai yasiyo na uhakika. Kwa lugha rahisi, ni jambo linalozungumzwa na watu lakini halijathibitishwa rasmi. Kwa undani zaidi, tetesi hutokana na vyanzo visivyo rasmi, mazungumzo ya mitaani, taarifa zilizopokelewa bila ushahidi au uvumi unaoenezwa kwa makusudi au bila kujua. Wakati mwingine tetesi huanza kutokana na tukio ndogo, lakini kwa nguvu ya maneno ya watu na mitandao ya kijamii huongezeka na kuchukua sura ya habari. Kwa mfano, kuna tetesi kwamba waziri ataondolewa kazini. Tetesi zinasema kuwa timu ya Arsenal imevunja mkataba na kocha wake. Kihisia neno hili linaweza kubeba maana chanya au hasi kutegemea muktadha. Wakati mwingine tetesi huwa na kipengele cha tahadhari, kama vile watu wanasema hivi, tahadhari ichukuliwe. Lakini mara nyingi hutumiwa kuashiria habari zisizoaminika au zenye madhara kama uvumi, fitina au propaganda. Kwa hivyo tetesi ni kivuli cha ukweli, huwezi kuwa ishara ya jambo linalokaribia kutokea au kelele tu zisizo na msingi. Mtu mwenye busara huziangalia tetesi kama moshi unaoweza kuonyesha moto, lakini huenda pia ni vumbi tu lililoinuliwa na upepo. Basi, msikilizaji, hilo ndilo neno la siku. Neno tetesi. Ukiwa katika shughuli zako za kawaida, je, neno hili unalionaje? Utalitumia vipi? Kazi kwako msikilizaji. Kumbuka kwamba unaweza kutufuata kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tuendelee kuweka maoni yenu kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa hizi na ulipo msikilizaji, na huenda basi tukayasoma hapa hapa. Kumbuka kwamba pia unaweza kuchangia gumzo la leo ambalo tumetilia sana darubini uchaguzi uliokamilika nchini Tanzania. Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi wewe msikilizaji na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok, na kwa hivi sasa ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi, na kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kufanikisha matangazo haya leo, tunakutakia usiku mtulivu. Kwaheri.